Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa, na leo tunaangazia mchezo wa dabi ya Kariakoo uliopigwa hapo juzi kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club. Katika kuliheshimisha soka la Tanzania katika mchezo wa dabi ya Kariakoo wa Simba na Yanga katika ligi kuu NBC Tanzania bara uliweza kuonyesha magoli ya viwango. Kati ya magoli hayo ni goli la Clatous Chota Chama ambalo limeendelea kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii nchini na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Kwa Eli Panzu anaunyanyua Chama, ambapo katika televisions pamoja na pages sites mbalimbali ulimwenguni limeendelea kutajwa kama goli bora ambalo linaweza likaingia katika charts za kulinganishwa na magoli yanayoendelea kutokea katika ligi mbalimbali za soka duniani. Miongoni mwa vituo vikubwa zaidi duniani vinavyohusika na masuala ya soka ambavyo vimetaja goli bora ambalo linaweza likashindanishwa na magoli mengine ulimwenguni ni hivi hapa ambavyo vimezungumzia goli hilo. Ni pamoja na winwin.com, kituo cha utangazaji wa michezo ya mpira wa miguu cha Kiarabu, BDO Serie A kikitokea nchini Brazil, Sudan Analytics kituo kikitokea nchini Sudan, Gibol Official kikitokea nchini Indonesia, na websites ambazo zimetaja goli bora ambalo linaweza likaingia katika tuzo za Puskas, tuzo ambazo zinatambua magoli ya kuvutia pamoja na ya kustajabisha yanayotokea katika michezo ya mpira wa miguu duniani kote. Sites hizo ambazo zimetaja goli bora ambalo linaweza likaingia katika tuzo hizo ni pamoja na Goals Extra, Puskas TV yenyewe, Goals Side, Football World, miongoni mwa sites hizi, nyingine zikitokea nchini Marekani na nyingine zikitokea Afrika. Haikuishia hapo tu. Katika bunge la Tanzania ambalo linaendelea hivi sasa nchini Dodoma, tunatambua kwamba wabunge pia ni miongoni mwa mashabiki wa vilabu hivi vikubwa nchini Tanzania vya Simba na Yanga. Kupitia wabunge waliweza kutoa mawazo yao juu ya goli ambalo lilichezwa na Clatous Chota Chama katika mchezo wa dabi ya Kariakoo katika ligi kuu NBC Tanzania bara, na kutoa maoni yao juu ya mchezaji Clatous Chota Chama, kama inawezekana basi angepewa uraia wa nchini Tanzania ili endelee kutumikia nchi endapo atakuwa tayari ni raia wa Tanzania akashiriki katika michezo ya kimataifa yanayohusisha timu ya taifa ya Tanzania. Clatous Chota Chama akawa ni miongoni mwa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, niombe sana, tumekuwa na utamaduni wa kutoa uraia kwa watu ambao hawana sifa, lakini huyu aliyefunga goli jana, kwanza anajua kuongea Kiswahili vizuri, ameshaisaidia Simba kwenda robo finali mara 2 kupitia miguu yake. Hawa ndio aina ya watu ambao wanapaswa kupewa uraia wa heshima katika taifa letu. Sio tunawapa uraia watu ambao kiingia dakika 5 alicheza faulu anatolewa. Haikuishia hapo pia. Ahmed Ali, msemaji na afisa habari wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, aliweza kutoa neno kuhusiana na goli la Clatous Chota Chama alilolifunga katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Young African Sports Club. Amesema hivi: tukiwa tunaendelea na sherehe zetu ya kupata goli bora la mwaka la dunia la Chama, lakini vile vile tunaendelea na mipango na maandalizi ya kuja uwanjani. Ndugu zangu na habari, ni watangazie tu ya kwamba goli letu la Chama aliyolifunga juzi ndiyo goli bora la dunia kwa mwaka 2026. Dunia yote imeshaliona goli letu na dunia yote imeshalipenda na dunia yote imeshalithibitisha kuwa ndiyo goli bora la mwaka 2026 2025 2026. Hilo halihitaji mjadala mwingi. Tunasubiri tuzo zake zitakazofanyika pale Ufaransa, twende tukachukue zawadi ya goli bora la mwaka kutoka Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka ametuheshimisha tena kwa mara nyingine. Mwamba wa Lusaka ameitangaza NBC Premier League kwa mara nyingine tena. Mwamba wa Lusaka ametupa heshima isiyoweza kuvunjika vizazi na vizazi. Kwa dunia nzima imeshalishuhudia goli la Chama na imelipenda
goli la Chama. Yaani kazi iliyobaki sasa ni kuzungumza na watu wa NASA. NASA mnawajua mwajui? NASA wale wataalamu wa kwenda sayari nyingine. Ni kuzungumza nao hao wataalamu wa NASA walipeleke goli letu kwenye sayari nyingine huko na viumbe vingine wakalione goli la Chama. Na kazi hiyo imeshaanza mara moja. Ndugu zanguni, hii goli ni goli ambalo halitakaa lije lifungwe. Yaani ninyi yote hapa waandishi, wewe si ndo mdogo wewe ndo utakuwa wa mwisho kufa kwa mipango ya kiumri. Kwa mpaka wewe unanyanyuka kwenye hii dunia, goli kama lile hautakuja kulishuhudia. Licha ya kuwa mchezo huu haukuupa ushindi klabu ya soka ya Simba wa moja kwa moja, licha ya kuwa walipata magoli yanayofanana ikiwa ni sare ya magoli 2-2, lakini umewapa neno la kuongea baada ya mchezaji Clatous Chota Chama kushinda goli la viwango katika mchezo huo. Klabu ya Simba ni moja kati ya vilabu vikubwa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa Afrika nzima pamoja na duniani. Imeendelea kung'aa kutokana na goli lililofungwa hapo juzi na Clatous Chota Chama, na linaendelea kutajwa kama goli bora linaloweza kushindania miongoni mwa magoli ya kustaajabisha na kuvutia. Bwana, hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya michezo, teki, burudani pamoja na kufahamu habari za kijamii. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii ili uendelee kupata content zinazohusiana na masuala haya kila wakati. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.